Mama Samia inang'ara-ng'ara. Tanzania ya Mama Samia inang'ara-ng'ara. Tanzania ya Suluhu Hassan mama yameremeshwa. Tanzania ya Mama Samia inang'ara-ng'ara. Mwana mama na kile kipindi maalum cha mkutano mkuu maalum wa CCM nje ya mkutano. Hapa nje ya mkutano kwa kweli mambo ni mazuri. Mnaweza mkaona hapo nyuma yangu mambo yalivyo. Hawa ni wana CCM, mashabiki wa CCM. Lakini kitu kizuri sana kuhusu mkutano huu, tunakutana na watu wengi. Yaani karibu serikali nzima, mawaziri wote, wabunge wote, viongozi wote. Lakini hata katika sekta ya habari na mwenzangu hapa Mheshimiwa Kikeke, na kwa kweli umependeza. Asante sana Pastor. Super kabisa. Kabisa. Hebu unasemaje kuhusu mkutano huu? Nadhani mkutano una maslahi makubwa sana kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwa wasio wanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwa taifa zima kutaka kujua ahadi ambazo wanaziweka Chama cha Mapinduzi katika kipindi kinachokwenda kwenye uchaguzi, na vitu gani ambavyo wamefania kufanya ili kubadilisha maisha ya Watanzania na wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nadhani kwa umuhimu wake ni muhimu sana kujua na kuzisikia ahadi hizi na kuona utekelezaji wake ukianza. Kwa hiyo nadhani watu waliofanikiwa kuja hapa, tunaona watu wengi, nimesema watu wazito wengi sana wako hapa, lakini kuna watu wengine wengi sana ambao wanafuatilia mkutano huu nje ya Dodoma na pengine hata nje ya mipaka ya nchi. Labda tukija kwako Kikeke, wewe ulikuwa Tanzania, kaenda kuhudumu kule BBC na umerudi sasa hivi kwenye ukiangalia media yetu tunavyokaa. Mimi nakumbuka wapenzi watazamaji, kuna wakati tulikuwa tuna uchaguzi Tanzania, ule uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi mwaka 95. BBC London alikuja TV, ilitukava vizuri zaidi kuliko TV zetu hapa nyumbani. Sasa wewe ni kijana wa BBC London na unavyoangalia utaendelea kufanya kazi nzuri kama ulikuwa unafanya BBC, ama ukija ndani hapa kuna makabali kidogo? Nadhani ukiwa jiamini kwa kile ambacho unakifanya, utaweza kufanikisha kila unachotaka kufanya, kwa sababu cha muhimu ni kwamba unazingatia tu misingi ya uandishi wa habari, kitu gani ambacho kinatakiwa kufanywa na kufanya kazi kwa weledi. Unajua mara nyingi sana Tanzania tuna waandishi wengi tunafeli kwa sababu ya kutofuata maadili, kutofuata misingi ile ya uandishi wa habari, na ndio maana watu wanakuwa unasema kupiga kabali, lakini kabali inakuja baada ya kuruhusu ile kabali ipigwe. Sasa unapigwa kabali kwa sababu kuna vitu ambavyo hujavikamilisha kwenye utekelezaji wa majukumu yako, lakini ukihakikisha kwamba kila unachokifanya kinafanywa kama inavyotakiwa, hakuna hata nafasi ya kupigwa kabali. Kwa hiyo mimi nimerudi Tanzania, Crown tutaendelea, tunafanya hivyo na tutaendelea kufanya kazi kwa weledi, na nitafurahi sana. Mara ya mwisho sijawahi kufanya uchaguzi Tanzania, uchaguzi wa 95 nilikuwa bado niko Tanzania, na 2000, lakini baada ya hapo nimesikuwepo kwa uchaguzi 4 karibu au 5. Kwa hiyo nadhani nafurahi kwamba niko nyumbani na tutajaribu kile tunachokifanya na tuelekeze pia vijana wadogo kuonyesha kwamba vitu gani vinatakiwa kufanywa hasa wakati wa uchaguzi. Unajua watu wanasahau sana kipindi hiki, kuna unaweza vitu vingine ukavifanya nje ya mwaka wa uchaguzi, lakini wakati wa uchaguzi inabidi uwe makini sana jinsi gani ya kufanya vile vitu, hasa inapokuja kwenye ulinganifu wa kutoa nafasi kwa ama ni wagombea au vyama ambavyo vinashindana. Wewe Kikeke ni mmoja wa watangazaji wa kwanza mliofanya mahojiano na Rais Samia, na kwa kumbukumbu zangu yale alikuwa ndio mahojiano ya kwanza baada ya Rais Samia kuwa rais, lakini pia ikatokea pia ndio mahojiano ya mwisho ya rais, kwa sababu baada ya pale hajawahi kuhojiwa tena na chombo chochote cha habari. Sasa kwa haraka unadhani BBC mnahisi kama mlikuwa wa kwanza kuomba mahojiano na Samia, au huwezi jua kwa sababu wanaomba wako kule? Ila mimi najua kuna mtu aliomba mahojiano na akupata, BBC mkapewa kwanza. Inawezekana viongozi wetu pia wanaheshimu zaidi kwa sababu ulikuwa BBC, na baada ya hapo umeendelea kuomba ukapata nafasi. Na nadhani niseme kitu kimoja. Unajua Pasco, wewe mwenyewe unaelewa, inapokuja kwenye kuomba interview
inabidi uwe king'ang'anizi, umsumbue mtu mpaka akupe ile interview. Kwa nakumbuka tumezungumza na Rais Dr. Samia mara mbili alipoingia tu madarakani 2021 na 2022, nadhani tulizungumza naye tena. Lakini unawasilisha barua, unapiga simu za kuulizia, unapita kwa huyu, unapita kwa huyu, unapita kwa kuhakikisha kwamba mpaka ujumbe unafikia na mtu anapata nafasi ya kuja kuzungumza na wewe. Lakini nikumbuke kitu kimoja kwamba nakumbuka interview ya Mheshimiwa Mbowe nilipoipata, alikuwa na yeye, nafikiri interview ya mwisho kufanya ilikuwa alizungumza na mimi mwaka 2021. Lakini niliporudi Tanzania, kitu cha kwanza nilimpigia simu na nikasema, Mheshimiwa, naomba tuzungumze. Unaona, akaniambia subiri, sijatulia bado. Ikaenda, lakini siku alikuwa tayari kuzungumza na mimi. Nilikuwa baada ya mwaka na kitu. Simu ya kwanza ilikuja kwangu. Unajua, sasa waandishi wengine wakasema umependelewa kwa sababu ulikuwa BBC. Nikasema hapana. Kuna kitu kinaitwa persistent. Yaani unang'ang'ania pale. Kila wiki mimi nilikuwa napigia Mheshimiwa Mbowe. Kwa hiyo hata Mheshimiwa Rais anapata simu zangu. Na hiyo wapenzi watazamaji, kwa vile sisi vyombo vya habari tuko vingi na kuna vyombo vimepeleka barua zao havisikilizwi, alafu kila siku unamuona kikeke nasikilizwa, tukadhania kwamba labda mwenzetu anapendelewa kwa sababu alikuwa BBC. Kuna somo umenifundisha, japo mimi nikakaa kuwa persistent, na labda la mwisho kwenye huku tunakoelekea kwenye uchaguzi, unahisi kwamba watazamaji, mimi bahati nzuri nilihudhuria uchaguzi wa Marekani wa juzi uliomrudisha Trump. Vyombo vya habari vya Marekani na Ulaya vinafanya endorsement baadhi ya vyama ya baadhi ya wagombea. Wewe unadhani imefika mahali na sisi vyombo vyetu vianze endorsement? Inawezekana kabisa. Mimi sijui uoga unatokea wapi, na hapo ndio tunapojiona kwamba pengine tunakuwa tuna sita. Na tunaona vyombo vya habari, tunaona watangazaji wanachukua mrengo, lakini haina maana kwamba maadili ya uandishi wa habari yanakaa pembeni. Tunaona vyombo vya habari vilivyomuendorse Trump, tunaona vyombo vya habari vilivyomuendorse mama Kamala Harris, lakini haina maana uandishi wa habari umeishia pale. Inapokuja kweli kwenye swala la uandishi wa habari, kama mwandishi wa habari ambao umebobea, unajua kabisa unaweza kuchora mstari na kusema hapa mimi nazungumza kama mwanachama na hapa nazungumza kama mwandishi wa habari. Hiyo sisi tofauti inatusumbua sana, na mimi ambacho kinanisumbua ni kwamba kuna vyombo vya habari ambavyo tunajua kabisa vinaegemea wapi, lakini kwa sababu havijasema, unajua, wanasema bwana sisi tuko fair, lakini kikweli tunajua kimeegemea upande gani. Kwa hiyo ni afadhali utoke useme jamani, mimi nimeegemea huku, lakini uandishi wangu huko pale. Na la mwisho dogo kabisa, nilikuwa namwangalia Tido wakati ule akiwa BBC, alikuja, nikawa naziangalia interview za Tido BBC akiongea na viongozi wa Afrika. Alafu nikamwangalia Tido baada ya kurudi akiwa TBC, nikawa naziangalia zile interview za Tido akiongea na viongozi wetu. Nikanotice kuna change kidogo ya tone. Yaani akiwa BBC anaongea with authority fulani na yule kiongozi anakuwa at par. Alafu mkisharudi nyumbani mnakuwa kama mnanyenyekea kidogo, yule kiongozi anakuwa sasa ni boss. Na iko kimazingira kidogo. Hapana, sidhani hata kama Tido anafanya sikumbuki Tido akifanya hivyo, lakini ninachosema ni kwamba unajua pia ni mtazamo. Na kuna kitu kingine, kuna masuala mengi sasa hapa, kuna uzalendo na heshima ya kurudi nyumbani. Lakini mimi mpaka sasa hivi hata nikifanya interview na nani, anafahamu kabisa kwamba tunazungumza tukiwa katika kiwango fulani. Unajua, haijalishi kitu chochote, na ndio maana mara kadhaa huwa naomba interviews na watu wanaogopa kunipa. Lakini sio kwamba unajua mtu interview sio kwamba unaenda kumsakama mtu. Hauendi kumsakama mtu yoyote. Kuna kitu kinaitwa accountability. Unaenda tu kusema bana, ulisema hivi, mbona hakijafanyika? Na mtu huyo anatakiwa awe ametayarishwa kuwa tayari kuweza kusema hiki hakijafanyika kwa sababu kadha wa kadha. Lakini siseme bana usiniulize hivyo au unajua. Kwa hiyo nadhani tunaelekea huko na
si kwangu mimi sioni kama tofauti yoyote nilipokuwa Uingereza na nimekuja Tanzania. Nikikutana na viongozi, nikikutana na watu wengine wote, toni yangu inabaki pale pale. Lakini kitu kinachokuja ni nini unajua? Pasco, kuna mtazamo. Mimi wakati tuko na Marehemu Charles tunatangaza mpira wa Uingereza ilikuwa ni hivyo hivyo. Charles alikuwa anapenda sana Arsenal, lakini hakuwahi kutangaza. Lakini siku alipokuja kusema ndio kila mtu anasema basi ndio maana wakati ule nadhani nilikuwa nahisi kama ulikuwa unaipendelea Arsenal. Lakini kiukweli kabisa jinsi tulivyokuwa trained, hata kama timu yako inafungwa hutakiwi sauti yako ishuke au uipandishe zaidi, unapata kwenye level ile ile ya excitement ili mtu asiweze kujua kwamba umegepa pale gani. Na hilo ni jambo la kufanyia mazoezi. Watu wanafikiri haliwezekani, ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Asante. Na mimi nashukuru jamani, mimi niliwahi kukaribishwa kwenye kasri la Kikwete, na naomba sasa jamani, kupitia kipindi hiki ambacho kinaonekana kupitia Channel 10, wale viongozi ukiitwa na Pasco Mala msiogope. Siku hizi mimi siulizi tena maswali. Huyu ndio alitupeleka huko, kuna kitu kinaitwa kiti moto. Asante sana. Pamoja. Sina uhuru sasa, vyombo vya habari sote kesi za uonevu kafuti habari, kapunguza faini za bodaboda, sasa mambo shwari. Tanzania ya Mama Samia inang'ara.